Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Taban, tukianza kwanza na swali, taban ni nasema swali mtambuka na vitu vingi, lakini mimi nitaanza katika nukta ya kwamba hii mambo ya takfir yametoka wapi. Tutakubaliana sote ambao kwamba tuna sifa ya kusoma na kuandika ya kwamba haraka ya takfir haijaanza juzi wala jana, tofauti na baadhi ya watu wanapofungamanisha haraka ya takfir ya kwamba imeanzishwa na masalafi na mawahabi. La, huu ni uchache katika kutafiti, lakini ukitafiti zaidi utapata kwamba haraka hii ya takfir ilianza toka karne ya kwanza, al-asr al-awwal, na wa mwanzo kabisa ambao kwamba walioanzisha haraka hii ya takfir ni Banu Umayya. Na haraka hii ilikuja kwa sura mbili, kwa sura ya dini na sura ya kisiasa. Angaa sura ya kisiasa ilikuwa yafichwa na yabebwa na sura ya kidini. Ukisoma katika tarikh kuna kitu kinaitwa marasim Muawiya. Katika zile marasim Muawiya ambazo kwamba Sheikh Hassan bin Farhan al-Maliki, allama kabiri mwanachuoni wa Kisuni huyu mkubwa wa Saudia, ameandika kitabu kabisa marasim Muawiya, ambazo kwamba ni matamko na maamrisho maalum ambao kwamba aliamrisha Muawiya, ambao kwamba ilikuwa takriban 10, lakini sura yake ni sura ya kidini, ya kwamba hao watu ambao kwamba waliofungamana Ali bin Abi Talib wasikubaliwe shahada yao, wasifanyiwe kadha kadha na mambo mingi ambao kwamba baada yake ilituletea natija ambazo kwamba ni mbovu, ambazo kwamba mpaka leo tuumia kwazo. Kwa hivyo haraka ya takfiri ilianza katika wakati kama huo, kisha ikaja wakati wa Ahmad bin Hanbal na wanafunzi wake, tutakubaliana kina Barbahari, kisha baada yake wakaja kuhuisha, kwa sababu Ahmad bin Hanbal na wanafunzi wake ni katika watu wa mwanzo walioanzisha haraka ya takfiri. Ikhwani, Ahmad bin Hanbal alipoikhtalifiana na mwenzake al-allama al-kabir al-Shafi'i Hussein al-Karabisi, mwanafunzi wa Imam Shafi, na Ahmad bin Hanbal ala fikra mwanafunzi wa Imam Shafi, katika masala ya khalqul Quran alimkufrisha. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo haraka ya takfiri ilikuja ikashika khatamu katika wakati wa Ahmad bin Hanbal. Anakuambia Quran ghairu makhluq, man qala al-Quran makhluq fahuwa jahmi kafir, wa man qala la aqulu makhluq wala ghair makhluq fahuwa waqifiyun jahmiyun kafir, wa hakadha. Hakuna msimamo mwingine isipokuwa ni kwangu peke yangu. Ikaja katika asri ya Ibn Taymiyyah na wanafunzi wake kina Ibn Qayyim al-Jawziyya na mfano wake. Kwa hivyo hii haraka ya takfiri abara tarikh ilianza katika asrul awwal, kisha ikaja katika zama za Muhammad bin Abdul Wahhab. Kama tulivyosema, haraka hii ilibeba sura ya kidini na kisiasa. Muhammad bin Abdul Wahhab alianza kama ni dai, awalingania watu waache shirki, waache kufri, washikana na Uislamu sahihi ala fikratihi taban. Kisha wakashirikiana na Ibn Saud ala fikra. Wewe ikiwa walingania watu waache shirki na nini, kuna haja gani ya kuua watu wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe mwenye dini yake na mwenye wanadamu wake anasema la ikraha fi din? Kushika dini kwenyewe hakuna kulazimishwa. Wewe hakuna mtu aliyotulazimisha mimi au wewe kuwa Muislamu, ni ikhtiyari yako dhati kutoka katika nafsi yako. Ama katika dini la ikraha fi din, wewe nani alokupa ruhusa ama alokupa wewe idhni ya kuwalazimisha watu lazima washike madhhabi yako, ikiwa dini yenyewe hajalazimishwa? Nani alokupa ruhusa hiyo? Kwa hivyo waliingia katika sura ya kidini, lakini lengo lao lilikuwa nini? Ni siasa. Mwisho wa siku ndio wakavamia Hijaz, Maka na Madina, wakaipora, wakaivika jina ambalo kwamba halijawahi kujulikana katika tarikhi, ambao kwamba ni al-Mamlakatul Arabia as-Saudia. Ilianza katika sura ya dini, lakini ikadhihiri sura ya uhalisia. Na ndivyo vile vile ilivyokuwa katika wakati wa Muawiya. Zama moja katika zama za Banu Umayya walikusanya qurra na ulama kwenda katika mamlaka yao. Anaeleza ile al-Imam Suyuti katika al-Khulafa ar-Rashidun, na wakapewa pesa, wa ajzala lahumus silat, tuko sana, wakapewa fedha za kutosha ili wakalinganie zile ajenda zao za kisiasa, lakini katika sura ya nini? Katika sura ya kidini. Kwa hivyo haraka hii ya takfiri ilianzia huko nyuma ambapo kwamba nilipoeleza.
Lakini kisha baada ya hapo kulikuwa na uqala katika janib zote, katika madhahib zote, Sunna, Shia, Ibadhi na madhahib nyingine, ambao kwamba suala hili halikuwa linawapendeza. Na nikiachilia mambo mengi nirudi huku kwetu Afrika Mashariki, kwa sababu katika madhumuni ya swali pia tulikuwa tukiishi sisi pamoja na madhehebu zingine zote kwa amani sana. Kwa mfano nikitolea mfano Afrika Mashariki, madhhabu ambayo kwamba ilikuwa ni kuu ni tatu. Ni madhhabu ya Sunni pamoja na furu'i zake, na madhhabu ya Shia na madhhabu ya Ibadhi. Hizo ndio madhhabu kuu tatu. Tuko vizuri sana. Walikuja wa Shirazi kadha, mambo ni mingi. Lakini sote tulikuwa tukiishi kwa amani. Hakukuwa na mambo haya rudud, hakukuwa na mambo ya kukufurishana, hakukuwa na mambo ya kupigana, na Sunni wakisoma kwa Shia, Shia wakisoma kwa Sunni. Sheikh Abdullah Al-Farsi ambaye kwamba alikuwa mwanachuoni mkubwa wa Kisuni Afrika Mashariki, anaeleza katika kitabu chake baadhi ya wanachuoni wa Afrika Mashariki. Kuna mwanachuoni mmoja wa Kishia ambaye kwamba alitokea Iraq, alikuwa akiitwa Abdul Hussein ibn Ali Al-Asghar An-Najafi, ambaye kwamba alikuja Zanzibar. Huyu alikuwa na mwanachuoni mkubwa sana mbowevu. Mwanachuoni mkubwa mwingine wa Kisuni ambao kwa Al-Habib As-Said Ahmad bin Abi Bakr bin Smith, babake Al-Habib Umar bin Smith, alikuwa akienda kusoma kwake wakiambatana na mwanachuoni mkubwa Sheikh Abdullah Bakathir, wakienda kusoma kwao. Na ala fikri, hivi ni vigogo vya Kisuni ambao kwamba hakuna sheikh yoyote wa Kisuni Afrika Mashariki na Kati ambaye kwamba aliyosoma silsila yake haipiti kwa watu hao. Kwa sababu ukisema tu Ahmad bin Smith, Omar bin Smith, Abdullah Bakathir, Msuni yote lazima apige saluti. Hao walikuwa kienda kusoma kwa huyu mwanachuoni na hakukuwa na mambo haya ambayo kwamba tunaona leo. Lakini pia Al-Habib Abdul Qadir Al-Junaid, mwandishi wa kitabu Al-Uqud Al-Jahiza wal-Uud Al-Najiza, alikuwa ni imamu wa msikiti hapa wa Kitumbini. Katika kitabu chake hiki anaeleza safari ya kuja Said Ali Khamenei huku kanda zetu za Afrika Mashariki miaka ya 60. Anaeleza tukio lile, lakini akaeleza hafla ambayo kwamba alihudhuria ambayo kwamba ilifanyika katika ubalozi wa Iran, na akaandika mashairi matamu sana. Lau si wakati ningesoma hapa takriban mashairi abiyati karibu 15. Pamoja na hayo tulioeleza, sasa nakuja katika nukta ya tatu ya swali lako. Suluhisho ni lipi? Suluhisho lishaletwa na ulama takriban miaka mingi. Kuna harakati ambayo kwamba ilianzishwa inaitwa at-taqribu baina al-madhahib al-islamiyya. Hili ndio suluhisho ambalo kwamba ilikusanya ulamai wa madhhabu zote za Kiislamu ambazo kwamba ni mu'tabara, zinazokubali kuungana na Waislamu wenzao, na sisi Sunni tukawakilishwa na Al-Azhar Sharifi na ulamai wengine wa Iraqi wa Iran na wama ila dhalik. Kwa hivyo at-taqribu baina al-madhahib al-islamiyya ndio suluhisho, na kila mtu amsome mwenzake kutoka katika vitabu vyake. Sisi shida kubwa ambayo kwamba tunaumia nayo ni sisi kusomana katika vitabu vya maadui. Mimi nataka kumjua Shia, nasoma kitabu cha Ihsanu Ilahi sio Dhahiri sio nani. Tuko vizuri sana. Ambao kama ni adui wa Shia nitamjua Shia. Wewe unataka kumjua Sunni, waenda kusoma mathalan kitabu cha Mshia ambao kama ni mutatarrif kama sio Yasir sio Quraishi sio vitu gani, utaweza kumjua Msunni? Huwezi kumfahamu. Na hata vitabu vyetu sisi vya Kisuni vilivyoandika firaq, mimi huwa nawaambia wanafunzi wangu msitegemee. Kwa mfano sio al-Milal wan-Nihal cha Shahristani, sio al-Farq baina al-Firaq cha Abdul Qahir al-Baghdadi, sio al-Fisl baina al-Milal wan-Nihal cha Ibn Hazm. Nasema hizi ndizo ambazo kwamba zilizochochea hizi ikhtilafati. Kila mtu msome katika vitabu vyake ndio utaweza kumfahamu. Ukishamfahamu ndio utaweza kuwa karibu naye. Afwan. Na mnaona